Na sambamba kabisa mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Karibu kwenye habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza, ya kuweza kukufahamisha kuhusu yale yanayoendelea kujiri uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini, ambako hali inaendelea kubadilika siku baada ya siku. Na miongoni mwa habari zetu za asubuhi ya leo utasikia kuhusu Kigali yatangaza mashambulizi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo licha ya mazungumzo ambayo yanatarajiwa kufanyika hivyo karibuni uko Washington. Utasikia pia kuhusu waasi wa AFC M23 wazidi kuimarisha ngome zao uko Kamanyola siku baada ya siku. Na utasikia habari kuhusu Mheshimiwa Rene Itongwa, kamanda wa Kizalendo, amepokelewa kwa shangwe na makundi mbalimbali ya wananchi na wafuasi wake baada ya kuwasili ndani ya mji wa Baraka tarehe 1 Disemba mwaka wa 2025 akitokea mjini Uvira. Kuna hayo na mengine mengi kutoka sehemu mbalimbali, na kusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Kama nilivyokuambia kwamba hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 2 Disemba mwaka wa 2025. Bila kusahau utakupatia fursa ya kwenda kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi asubuhi ya leo, ambako tuko na waalikwa wetu mbalimbali ambao watazungumza kuhusiana na swala la mikataba mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mikataba ya kuweza kusitisha, mikataba ambayo inalenga kuweza kutafuta amani ambayo inaendelea kusuasua mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na bila shaka tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka kwenye jimboni Kivu Kusini tarafani Fizi, ambako kamanda wa Kizalendo Mheshimiwa Rene Itongwa amepokelewa kwa shangwe na makundi mbalimbali ya wananchi pamoja na wafuasi wake baada ya kuwasili mjini Baraka tarehe 1 Disemba mwaka wa 2025 akitokea ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, ujio wa kamanda Itongwa unalenga kuimarisha ngome za vikosi vyao vinavyopatikana katika maeneo ya nyanza za juu za Fizi kufuatia hali ya tamruki na mapambano ambayo yanaendelea kuripotiwa kila kukicha maeneo kadhaa ya milimani. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari mjini Baraka, kamanda Rene Itongwa ametoa tathmini ya kina kuhusu mwenendo wa vita vinavyoendelea na kuwataka raia kuwa makini na kufuata maelekezo ya kiusalama yanayotolewa na mamlaka husika. Rene Itongwa huyu hapa, msikilize, akisisitiza umuhimu wa umoja wa wananchi katika kipindi hiki cha sitofahamu ambacho kinasababishwa na machafuko ya kivita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lengo la ujio wangu ni kupana message kwa raia. Ya kwanza ni kuwashukuru raia wetu kwa moyo mzuri wa kujitolea kwa ajili ya kutetea nchi. Wanapenda wazalendo, wanapenda serikali yetu. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni kuambia ya kwamba tuko na vita, na vita hivyo sivyo vya kutangaza tena, ila ni vita ambavyo vinaonekana na kila mtu, vya wavamizi wa M23 Rwanda pamoja na muungano wao wa Kitusi. Na cha pili ni kuambia ya kwamba sisi tunakuja kuambia tuko tayari kupambana na wale watu kama gisi tunapambanaka nao, na tuko determine kufanya ukombozi wa kumaliza adui na nchi baki nani. Na hivi tunaenda kurenforce wanajeshi wetu wenye wako ku front
ya Kwezero na front yenye iko kwa mulima pale na Mbokoma huko, tunaenda wa renforcer, tunabebea silaha na vyombo vingine vya kazi. Ndio vile kuna malalamiko ambayo yanatoka kwa raia kutokana na vizuizi ama bariere ambazo ziko nyingi tarafani Fizi, na sasa wanakuwa wakilalama kwamba zinakuwa zikinyanyasa wale wanaosafiri. Wewe kama vile kamanda mmojawapo wa wazalendo, na kipi cha kuongea kutokana na swala hili? Bariere, kuna bariere ziliwekwa, na shabaha ya bariere kuwekwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuzuia na kushika wa infiltre wa nchi. Ila kwa sasa kuna watu ambao wanajitokeza kwamba ni wazalendo na wanavaa jina ya kizalendo kwa ajili ya kunyanyasa raia. Ndio maana mnaona mabariere zinaongezeka, lakini kuna hatua ambazo zinachukuliwa na mtaziona hapa karibuni za kumaliza zile kamba na kuacha kamba zenye zitahusika na mambo ya usalama. Na vile kunaonekana kutokuelewana kati ya kundi za kizalendo, na hiyo inapelekea raia kupunguza ile uaminifu na nini kutokana na marumbano ambayo yanakuwa kati yenu. Hii inakuaje, na wewe kama vile kiongozi unaweza zungumza nini kutokana na swala hili? Kuna wazalendo tangu 1996 waliwahi kuwa wa maimai, na ile umaimai ndo leo tunaitwa wazalendo, kwa sababu esprit yenye tulianza nayo ndo ilionekana kama sisi ni wazalendo. Na kuna watu leo wenye waliingia kwa sababu za makonfli za nyumbani, waliingia kwa sababu ya mabariere, waliingia kwa sababu walikuwa ni watu mabandia, afu wanakuja na malengo yao ya kutafuta pesa, ya uchu wa madaraka na mambo mengine kadhalika isiyokuwa na maana yoyote. Lakini sisi wenye kuwa na malengo ya kutetea nchi, ya kugomboa nchi, hatuwezi tukaingia katika vizuizi. Tunaishi kule, tuko na ya kutumba pamoja na wengine viongozi. Mimi nawaza wabendo wako, wakongomani wako, hakuna yule mwenye anaweza kushuhudia ya kwamba mimi na ya kutumba tuishaka wahi kukorogana. Hayakuwa hiyo siku. Lakini ukifika huko kutere, wa vijana wetu wanakorogana. Yaani kuna sababu tudogo twa makonfli la buda familia na makonfli mwingine ndogo nye kunakuja kusababisha hii, na wengine kutokuwa na malengo na kutokujua shabaha ya sisi yenyewe ilisababisha sisi kushika silaha na kuanza vita vya ukombozi. Asante sana. Labda una kipi cha mwisho cha kuambia wazalendo kwanza kati yenu, vile raia ambao wanakuwa wanawapa matumaini kwa ajili ya kutetea nchi? Tunaambia wazalendo ya kwamba mzalendo ni mmoja, na kama mzalendo ni mmoja, adui ni mmoja, na lengo letu ni moja ya kulinda raia na mali yake na mipaka ya nchi, na kufanya ukombozi wa nchi yetu ambayo inavamiwa na waasi wenye wanajulikana. Message kwa raia ni kusema kwamba raia ijue wakati wa vita inakuwaka ni magumu. Kwenye wako upande wa M23 ni kilio, na huku vile vile ni kesho ya kuelewa muda yenye tuko nayo, na inabidi sisi sote kusimama. Mimi najua revolution populaire hakuna mwenye anakuwaka anashindwa ama kushindana naye, hakuwaki. Na ni muda, na wazima nchi nyingi sana ziliwahi kufanya revolution populaire. Ni baada ya kuona vita inashindikana, magumu yanaendelea, uamuzi unafanyika wa watu kujamulia. Kwa hiyo huu ni muda wa raia kusimama na kujitetea. Sio muda wa mtu akuje umoya ashinde iko nasumbua population, ashinde iko nafanya mabaya, na raia iko na nguvu ya swate kumkamata, swate kumuua ikiwa ni adui. Kwa hiyo raia isimame kwa kujitetea. Na cha pili, wasiregee, kwa sababu wakiregea ni mbinu si za adui. Adui anapenda hii mgawanyiko yetu. Adui anapenda vurugu iwe ndani ya raia, kwa sababu wakati raia itakuwa mekonta, wakati sisi vigundi tutakuwa wenye kugawanyika, ni faida ya adui. Alafu ni lazima watu waone, raia na wazalendo waone, kusudi tuone namna gani ya kusovea nchi. Na kia kumaliza nacho kwa raia ni kusema kwamba hata serikali kama iko,
kila kitu wanapata ni kwa raia, taksi zote ni kwa raia na mambo mengine. Na sisi vile vile tunajua ikiwa tunaishi ni raia, tunakula kwa raia, tunapata kila kitu kwa raia. Bila raia hatuwezi tukaishi. Raia endelee kujitolea kwa ajili ya kupambana hii vita. Inabidi tuchangie sisi sote kwa kupigana hii vita. Kamanyola. Tangu Jumapili jioni kumekuwa na ripoti nyingi kutoka kwa vyanzo vya ndani zikieleza kuhusu ongezeko kubwa la majeshi ya kundi la M23 pamoja na majeshi wa AGDF wa Rwanda katika eneo kadhaa ya kimikakati, hususan katika eneo la Nyangezi kwenye barabara kuu inayounganisha Uvira na Bukavu. Mashuhuda wameripoti kuona malori kadhaa, magari ya kivita pamoja na silaha nzito zikiingia katika eneo hilo ambapo inadaiwa kwamba kituo cha makamanda kimeanzishwa karibu na eneo la zamani lililokuwa likitumiwa na Wachina. Harakati zaidi za kijeshi zimeripotiwa kuelekea vilima vya Ngomo na katika maeneo ya tambarare ya Ruzizi. Wakati huo huo, imeelezwa kwamba wahasi wameimarisha nafasi zao katika maeneo ya Kamanyola na Katogota kwa siku 2 mfululizo, maeneo yaliyo karibu kabisa na mpaka. Baadhi ya wanawake waliokuwa wakielekea mashambani walilazimika kurudi manyumbani kwao kutokana na kuongezeka kwa askari hao wa kutoka Rwanda. Vyanzo vya ndani pia vinadai kuwa vifaa vya kijeshi vimevuka mpaka usiku, vikifuatana na kuunganishwa kwa kitengo maalum cha uongozi wa karibu wa eneo la DRC. Kutokana na harakati hizi za kijeshi, wakahaji wengi wameeleza hofu ya uwezekano wa uvamizi wa ghafla, wakisema kwamba hali inaweza kubadilika muda wowote. Kabare. Baada ya wazalendo kuweza kuchukua udhibiti wa ngome 2 za wahasi wa AFC M23 huko Kabare katika kijiji cha Lugushwe, wanaendelea kuomba serikali kuwasapoti kwa vifaa ili kuendeleza mashambulizi maeneo mengine. Akizungumza nasi, msemaji wa wazalendo kutoka huko tarafani Kabare ameeleza moja kati ya sababu kubwa inawapelekea wazalendo kuchukua maeneo na kushindwa kudumu kutokana na ukosefu wa vifaa. Kutoka huko Kabare, Mheshimiwa Abubakari akiwa ni msemaji wa wazalendo kutoka maeneo hayo ameeleza. Huyu hapa, msikilize. Ndio bwana mtangazaji, nasikia kama unavyosema. Unajua jeshi ina mambo mengi ndugu yangu mtangazaji, ambayo huwa ni vigumu raia kuielewa. Unajua katika jeshi kuna kitu ambacho wanaita repli strategic. Repli strategic maana yake nini? Kuna muda maalumu ambapo wazalendo wanaweza wakatega miji fulani, wakajikuta wamekuwa na uhaba aidha ukami wa vifaa, mfano kama vile minisio, ikaonekana walipigana vita lakini minisio ikawa imemalizika. Basi na pindi minisio itakapomalizika ikaonekana wakapiga simu huku na huku, alafu kwa kutafuta ravitaema, kwa kuomba ramforo ikawa haikupatikana. Sasa pindi wanapojikuta hali kama na ile, alafu ikaonekana adui akaja kwa kasi, adui akaja kabisa na silaha nzito, sasa hawatakubali washikwe mateka, hawatakubali waumize watoto, kwa sababu silaha inapigana pindi ndani kunapokuwa minisio. Basi kukionekana hali kama na hii, nalomba kufanya repli strategic. Bwana mtangazaji, huwa mimi kila siku na kuonyesha kwamba inaomba mzalendo apate arme d'appui, ikomprise ile silaha za kivita kama zile ambazo wanazo M23. Yosi inabidi mzalendo apate artillery imwapuye kwa hali ya juu. Sasa na ukosefu wa vitu kama na hivi ndio inayosababisha huwa wazalendo wanarudia nyuma, kwa sababu wakati inaonekana wazalendo wanadeloje adui, wanakaba maeneo, wakamaliza masaa 24, wanawapigia wakubwa kuangalia namna ya kuwaravitaye, kuangalia namna ya kuwaramforce kungambo ya logistike, kungambo ya armema, kukaonekana kuko non assistance. Basi wewe kama kiongozi hautakubali uumize watoto, lazima utafanya kitu kinachoitwa repli strategic kwa kujiandaa upya bwana mtangazaji.
Na sasa tuelekeze uko jimboni Kivu Kaskazini ambako waasi wa AFC M23 waendelea kuimarisha ngome zao katika eneo la Lukwiti, eneo lililoko katika kundi la Banyungu wilayani Masisi. Mashuhuda na vyanzo mbalimbali vya wenyeji vinathibitisha kuwa makundi mapya ya wapiganaji yamewasili Lukwiti tangu mwishoni mwa wiki. Lukwiti iko kwenye barabara ya Nyabiondo kuelekea maeneo ya Pinga. Kuimarishwa huku kunakuja siku chache baada ya kikundi cha wazalendo kuteka eneo la Kinyumba siku ya Alhamisi tarehe 27 Novemba kufuatia mapigano makali kati ya pande hizo mbili. Hali ya usalama bado ni tete katika maeneo hayo ya Banyungu. Na tukijelekeza huko mkoani Ituri ni kwamba jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limerejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ambayo hapo awali yalikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa RCP, kundi la kisiasa na kijeshi linaloongozwa naye kamanda Thomas Lubanga ambaye ni mshirika wa AFC M23. Taarifa hizi zimetolewa na viongozi wa kijeshi katika eneo hilo. Serikali ya DRC imethibitisha maendeleo hayo kupitia taarifa iliyotolewa baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi, FARDC zinaendelea kushikilia nafasi zao katika maeneo mbalimbali ya mapambano ambako maadui walikuwa wanayadhibiti. Walikale. Milio ya risasi imeripotiwa kusikika kwa kasi kubwa sana Jumatatu kumrazi tarehe 1 Disemba karibu na kiwanja cha ndege cha Kigoma katika eneo la Walikale mjini. Mashuhuda wameeleza kwamba risasi hizo ambazo zilisikika kuanzia saa 11 jioni zilidumu kwa takribani nusu saa. Milio hiyo imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji na licha ya mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha, baadhi ya familia zilianza kuhama makazi yao zikihofia uwezekano wa mashambulio. Wakaaji wa maeneo ya Kigoma na Kantepe walio karibu na kiwanja cha ndege walijifungia manyumbani mwao kwa tahadhari zaidi. Akizungumza na kituo cha Actualite.cd, msemaji wa jeshi la kanda ya 34 Media Dedone Kasereka ametoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu na ameahidi kutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo katika saa chache zijazo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media. Matangazo yanapata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii. Ukiandika tu Amani TV Media kwenye YouTube utakuwa unajiunga nasi, lakini pia Facebook. Aidha unaweza kutufuata vema tena kutoka uko Shabunda kupitia Radio Mutula FM. Mimi ni Ramsehi Ramadhani. Hakikisha kwamba una subscribe, una comment na kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda bado unaendelea kujadiliwa hata wakati ambapo mazungumzo ya kusaka makubaliano ya amani yanatarajiwa kufanyika mjini Washington kati ya Rais Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Taarifa zinaeleza kuwa chanzo kimoja kinachodaiwa kuwa karibu na duru za maamuzi mjini Kigali kimedokeza uwezekano wa kuendelea kwa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hata baada ya makubaliano haya kutiwa saini. Kwa mujibu wa chanzo hicho kilichozungumza kwa masharti ya kutokutajwa jina, kinaeleza kwamba Rwanda imejenga hazina kubwa ya akiba na ya madini yanayotarajiwa kuuzwa nje ya nchi baada ya kukamilika kwa makubaliano ya kiuchumi na Kinshasa.
Chanzo hicho kinasema Rwanda inasubiri tu saini ya Rais Felix Tshisekedi ili kuanza kusafirisha mzigo wa kwanza kuelekea nchi za magharibi. Katika hatua hiyo Kigali itajihisi kuwa katika nafasi imara na huenda ikapata msaada wa kijeshi kutoka kwa washirika wake. Aidha, taarifa hizo zinaonya kuwa huenda mapigano katika eneo la mashariki mwa Kongo yakaongezeka zaidi maradufu tofauti na jinsi yalivyo kwa sasa. Chanzo hicho kinaeleza kuwa kuna uwezekano wa waasi kusonga mbele na kutoa maeneo zaidi yenye utajiri wa madini, hatua ambayo inaweza kurefusha vita kwa kiasi kikubwa sana. Lengo linaelezwa kuwa ni kuimarisha maeneo yaliyokaliwa hadi yaonekane kama eneo tofauti na sehemu zingine za nchi, huku uchimbaji na usafirishaji wa rasilimali ukiendelea. Chanzo hicho pia kinapendekeza kwamba Rais Felix Tshisekedi anapaswa kusisitiza kuondoka kwa askari wa Rwanda ndani ya ardhi ya Kongo kabla ya kutiwa saini kwa makubaliano yoyote. Kikinukuliwa, chanzo hicho kinasema kuwa hii ndio njia pekee ya kuzuia vita vinavyoendelea. Kila kitu kitakwama kwa sababu Rais Felix Tshisekedi hajatia saini bado, jambo linaloonekana kuongeza msukumo upande wa rais wa Rwanda. Kwa sasa dunia inasubiri matokeo ya mazungumzo ya Washington, huku wadau mbalimbali wakitoa wito kwa kukataza diplomasi na kulinda utu wa raia wanaoathirika na machafuko haya ya kivita. Yaani, saini ambazo zinasubiriwa huko Washington Rais Felix Tshisekedi aziweke ni moja kati ya mtego ambao unawekwa hapo na Rwanda ili wapate kufaidi kusafirisha mali zao ambazo zinakwama kutokana na bado Rais Felix Tshisekedi hajaweka saini. Sasa hiyo ni kulingana na duru hizi ambazo zinatoka moja kwa moja pembezoni na rais wa Rwanda. Mpendwa msikilizaji, hicho ndio kitu ambacho kipo, na muda wote kama unavyosikia kwamba vita vinaweza vikaongezeka zaidi tofauti na matarajio ya watu. Lakini Rais Felix Tshisekedi ameahidi Wakongomani ya kwamba kule aendako tarehe 4 hakutokuwepo na brassage mixage, yani kuwachanganya maafisa wa Rwanda na jeshi la Rwanda kutumika katika serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni moja kati ya hali ambayo inaanza kutoa mashaka na wasiwasi kubwa sana, kusema kwamba Washington hakutokuja na mabadiliko yoyote ile. Moja kati ya wadadisi wa masuala ya kisiasa na kiusalama mashariki mwa DRC kutoka nchi za uhamishoni amecomment nini? Twende moja kwa moja kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tupate kusikia maoni ya wananchi kuhusu swala nzima la Rais Felix Tshisekedi kuelekeza huko Washington kwa ajili ya kutafuta kuweka saini makubaliano ya amani kati yake yeye na rais wa Rwanda Paul Kagame. Lakini pia na usikose kutuandikia ikiwa unahitaji kujiunga nasi katika vipindi mbalimbali. Unaweza kuniandikia kupitia namba hizo ambazo unaziona hapa kwenye video. Aidha unaweza kuandika kitu kwenye komenti, tutakuja kukipitia kama kawaida. Hii ni Amani TV Media, na sasa twende kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi tukimpokea mwaliko wetu wa kwanza. Unazungumza nini kuhusiana na harakati hizi, aidha safari hii ya Rais Felix Tshisekedi kwenda kukutana na mwenzi wa Rwanda huko Washington katika lengo la kuweza kuweka saini ya makubaliano ya amani? Sisi Wakongomani tumeonekana kama dunia mzima tunalia, tunajipendekeza, sio kujipendekeza, tunalilia ka nchi kama ka Rwanda kanatuhusu, kanatusumbua. Comment yangu ni hivi: accord de la paix haiwezekanaki Afrika. Wazungu walifanya accord de la paix ya deuxième guerre mondiale, wakasikilizana, amukukua mnware. Sisi tunaenda kutafuta accord de la paix kwa wazungu, haitawezekana kwa sababu wale wazungu njo wanaandete huyo Paul Kagame. Accord de la paix en Afrique n'existe pas. Mawazo yangu mimi kama vile mzalendo, mtoto wa nchi,
jamais accord de la paix n'existe pas. Ni Washington, ni Londres, batie fasi yote ile, ni Paris, ni wapi, haiwezi kufaulu. Accord de la paix en Afrique n'existe pas. Je dis encore, l'accord de la paix en Afrique n'existe pas. Nakumbuka Savimbi na Angola ule de Santos. Balifanya accord de la paix hapana. Lakini balikuwa ku bobo wa Amerika balikuwa kumombarde nani Savimbi akafa na betu ikakufa. Hapa nasema ndugu yangu, c'est le commentaire yangu, accord de la paix n'existe pas ya Doha ya nini maskarade kabisa. Sisi kama vile inchi kubwa hatuwezi kusumbuliwa na MPA kama Rwanda. Mimi katika mawazo yangu naona hii gere ni wajenero wenye walingiziwa mu FRDC ndio wanasumbua. Tuko na wajenero kadi Odessa wanakosa tapla ya kuingia Rwanda, ya kuingia sijui nini au kutosha Goma nini. No, wale wote wako komplisi ya nchi yetu. Unaona problem ni hivi, ukiwa mzalendo, ukiwa unakubania nchi, ukisubutu kukamata tu hela za wajamaa wale wa adui, basi wakiingia mfasi mwenyewe anaanza kukuua ni yule mwenyewe aliakorde. Unaona wale wa general wote walikuakorde waingie Wanyarwanda waingie, waisha kuwa Arusha, bako wapi? Bako mprison na wengine waisha kufa. Na hizi maakoro mimi nilisema maakoro hazitaleta amani Mkongo. Hivyo mtaona siku ataenda Maramforo zitatoka Rwanda tena za kijeshi. Akienda zinakuja Mkongo, akienda zinakuja Mkongo. Sasa tujiulize sisi Wakongomani, hizo maakoro zinaenda kusainiwa ni akoro za namna gani? Sisi tunawaziaka njoo za kuleta amani. Sasa kumbe njoo zinakia vuruga amani. Kwa kusema Kisekedi akiingia mwa hii madaraka, aliingia madaraka deje lishakuwa na matatizo. Na ndio vile tuko tunamuvalisha makosa yote, lakini na kuko vingine vizuri iko anafanya, lakini bile vizuri anafanya njoo binakuwa vidogo, mabaya njoo yanakuwa mingi. Kwa nini Kinshasa hakuna vita? Este na Sud njoo kuko vita, na Nord njoo kuko mavita, na hangaiki hasemi kitu. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kilichokuwa na marefu na mapana wa kikosi mwisho, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Tunakutangazia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwisho wa taarifa hii habari ni mwanzo wa habari zingine, na kusubscribe, usisahau kusambaza habari zetu kwa makundi mengi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwaheri.